Meja hapa, shabiki kindakindaki wa Young Africans lakini aliwahi kuwa shabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba. Naenda kumzungumza naye mawili matatu kutokana na kile ambacho kinaendelea kwa hivi sasa. Meja, kana kwamba hivi sasa una furaha Furaha ya kutosha, furaha kubwa sana kwa sababu wakati natoka zangu kutoka Nguvu Mbili naelekea Young Africans, watu waliona kama pengine sijafanya maamuzi yaliokuwa ya kufikiria, lakini hiki kinachoendelea ndio watu wanaelewa kwa nini. Na juzi kwenye mechi yao waliocheza wakafungwa goli moja hapa uwanja wa Mkapa, walifungwa 2 na Azam, ile mechi ya kimataifa na Atletico waliwafunga goli moja. Kuna mtu alinifuata akaniambia, Meja, maamuzi uliofanya alikuwa maamuzi ya sahihi sana. Sisi tulikuwa tukuelewi, ni shabiki wa Simba. Kwa hiyo nimeona maamuzi uliofanya na hiki kinachoendelea sasa hivi kwenye upande wetu, furaha, huko wengine majonzi, na haya majonzi yanaonekana si ya kuisha leo, yanaonekana ya mfululizo. Meja, unaona nini tatizo ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba? Awali ulikuwa shabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba, umeondoka kwa kuifuata furaha. Nini tatizo? Nini kinaisumbua Simba? Miaka ya hivi karibuni wanaonekana kutokufanya vizuri, licha ya msimu huu mwanzoni kabisa tambo zilikuwa ni nyingi kwamba Simba safari hii inaenda kurejesha heshima yake ambayo ilipoteza kwa muda. Lakini katika upande wa kimataifa hawajaanza vizuri, lakini katika ligi kuu Tanzania bara wamepoteza mchezo wa kwanza nafikiri dhidi ya Azam. Bado mapema sana kuanza kuihukumu Simba, lakini unaionaje Simba inayofuata na nini kiini cha tatizo? Wana matatizo mengi, lakini tatizo kubwa kabisa ni Mo Dewji. Mo Dewji anatumia fedha zake kuwagawa Simba, na kuna baadhi ya wanajiita influencers nini hawatambui hilo, kwa sababu wengi wanaishi kwa kutegemea matumbo. Yani wanafikiri ile kitendo cha kumsema Mo, kwa kumtaka Mo sana na kumsemea mazuri, wanafikiri pengine wanaisaidia club, lakini Mo ndio anaigawa Simba kwa sababu yeye anajihisi kama Simba ni mali yake, wakati timu ni na wanachama. Na kuna kosa moja kubwa sana alifanya ambalo pengine hilo liliniudhi zaidi, la kusema kwamba Simba ameinunua miaka 5 iliyopita. Na kuna baadhi viongozi wa Simba hawakutoka hadharani kuwaelezea wanachama na mashabiki wa klabu yao kwamba ni kweli ameinunua klabu au hakuinunua. Kwa hiyo yule ndio tuseme ni mtu wa kwanza anaigawa timu. Alafu wa pili anaisababishia Simba matatizo ni hao wanajiita Friends of Simba. Friends of Simba wanaikosea timu yao kwa sababu wao wako nje ya mfumo. Kwa kuna wakati wanaikosea timu, manake kuna baadhi ya wachezaji wanawamiliki, umeelewa, wanawalipa mishahara, wanafanyaje. Kwa hiyo kuna wakati wakijisikia vibaya kwamba wamechukia kitu fulani, wanamwambia mchezaji acheze chini ya kiwango. Lakini tatizo lingine la Simba ni Murtaza Mangungu. Ana changamoto zake kwa sababu yeye katika eneo lake la kuwa mwenyekiti, japokuwa hana sauti, lakini ni mwenyekiti ambaye haelezi matatizo yale anayoyaona. Yaani kuna matatizo anayoyaona yeye, hayaelezi kwa kigezo kwamba yeye hana final say. Alafu tatizo la mwisho ni Suleiman Matola. Ndio tatizo kwa sababu ni kocha ambaye yuko Simba, ujui yuko kwa sababu gani. Kama kocha umesomea kabisa ukocha, unatakiwa ukae kwenye professional, lakini yeye amekaa pale Simba kama shabiki lakini sio kocha. Na kuna wakati mwingine nafikiri kwamba kazi anayoifanya Matola ni hipi haswa, kufundisha mpira au kuna kazi maalum ambayo Simba imempa. Kwa hiyo kwa hivi kwa hao watu wanne, kwa maana ya Mo, Friend of Simba, Mangungu na Suleiman, yani kwa maana ya Selemani Matola, ndio tatizo hasa. Yani kama wanatafuta tatizo, waangalie kwenye hizi engo 4 hizi. Wakiondoa hizi engo 4, maana watakuwa wamekaa vizuri. Lakini si kwamba wacheze vizuri, wanaweza kuwa wanacheza vizuri uwanjani, lakini ni sawa na kukiosha kikombe nje wakati ndani kichafu. Kwa hiyo kushinda wanashinda. Na ukiangalia kimataifa wako na kwenye nafasi ya 5 sio ya 6 kwa maana ya Afrika. Lakini bado changamoto zao ndizo zinawatesa. Kama wakiamua kumaliza matatizo yao yote, Simba inaweza ikawa ni timu ambayo ya kuogopwa Afrika. Lakini hizi changamoto ambazo zinawatafuna zinawaumiza sana. Ahmed Ally mapema hii leo amesema kwamba anataka kuandaa pambano la kuweza kuwaziba midomo ama kuwapelekea moto
Wewe kama shabiki wa Yanga kwa hivi sasa unapokeaje kauli kama hizi? Maana mmekuwa mnatamba sana na mnawanyoshia sana vidole wekundu wa Msimbazi Simba. Hiyo kwenye upande wake, lakini sisi kwa upande wetu, kwa sababu hili ni jambo ambalo limetoka kwenye mawazo yangu, na ndio maana kesho tunawaita waandishi wa habari wote. Tuna place yetu ambayo tutaifanya Magomeni, kwa tunawaita waandishi wa habari ili kwenda kuwaelezea nini ambacho tumekubaliana sisi kama mashabiki wa Simba na Yanga. Kwa hiyo yeye pengine amewahi tu mapema sana, lakini kitu ambacho tunataka tukifanye ni kutengeneza umoja wa mashabiki wa Simba na Yanga. Kwa kuna kitu kikubwa ambacho tunatarajia kukifanya. Kwa hiyo nyinyi kama waandishi tunawakaribisha kesho. Yeye ametangulia tu mapema kulizungumzia hili, lakini hilo bado liko kwenye mikono yangu, na tuseme kama mimi ndio muandaaji, mimi ndio muasisi. Yeye ameamua kulipeleka mbele kwa sababu ana jamii kubwa inamfuatilia na ametusaidia kwenye ile starting point. Lakini jambo zima kesho tutajua nini ambacho tumekiandaa kwa ajili ya kuwafikishia wapenzi wa mpira wa miguu. Ila yeye ametangulia mbele na sio jambo baya. Yeye kuliweka kwenye peji yake limeleta msisimuko, kwa sababu kwa namna ambavyo watu wanamtazama na nafasi yake ni jambo zuri. Kama kuna jambo ambalo tunataka tukalifanya, nadhani kesho mtapata mwanga mzima kwamba nini sisi kama influencers tumeliandaa. Mpo tayari kupelekewa moto? Kama moto wanaweza kuleta, walete moto, lakini mambo yote kesho nadhani tutaweka kila kitu wazi, na nyinyi kama waandishi wa habari mtakuja pale kupata habari kwamba nini tulichokipanga, tutafanya nini na nini kitakachokuepo. Yeye ametangulia tu mbele kwa ajili ya kama dondoo, yani tuseme kama kachumbari hivi kwenye pilau. Naam. Amenogesha kwenye nafasi yake ya usemaji. Sio mbaya, kwa sababu sasa hivi ukiangalia ni nchi imekaa kimya sana, inahitaji vitu vya kunogesha. Kwa hiyo ameamua kuleta nogesho. Nadhani sisi kesho tutakuja kusummarize, nadhani na yeye anaweza akawepo. Yeye akawepo na Alikamwe. Tunawakaribisha kwa ajili ya kufanya jambo ambalo litakuwa la kitaifa. Jasusi nao litakuwepo. Jasusi atakuwepo na yeye atakuwepo. Tunawaalika. Labda wasipokuja ni kutoka labda na majukumu ya klabu, lakini tumewaalika na watakuja, naamini hivyo. Vikosi vya timu zote mbili vimeingia kambini sasa kwa ajili ya mapumziko kutokana na wale wachezaji ambao hawajaitwa katika timu zao za taifa. Hii kwa kweli unaizungumziaje? Kwa sasa kutokana na ratiba ya FIFA au ya CAF, tunakwenda kwenye michuano ya AFCON ambayo inaanza kwenye hii Disemba 21 na sisi tunacheza Disemba 23. Kwa hiyo kwa wachezaji wa Simba na Yanga ndio kipindi ambacho mchezaji ambaye anajitambua akiwa amepewa likizo hawezi kukaa karudi na kitambi, akijua kwamba mpira ni kazi yake. Naamini wachezaji ambao wamepewa likizo, kwa sababu mpaka tarehe 20, 28 hivyo watarudi tena kufanya mazoezi. Kwa kipindi hiki ambacho likizo kwa wachezaji wa Simba na Yanga, naamini hawezi kutumia likizo kama likizo. Watakuwa wanafanya mazoezi mepesi kwa ajili ya maandalizi ya ligi ambayo nadhani mwezi wa pili au wa tatu itaanza rasmi. Kwa hiyo wachezaji wa Yanga wamepewa likizo na wachezaji wa timu nyingine wamepewa likizo. Watakapokuja watakuja bora zaidi, kwa sababu sisi mpaka sasa naamini ndio tuko juu pale tukiwa tunaongoza ligi kama sijakosea. Naamini tutaanzia tena tulipoishia. Tunaelekea katika dirisha dogo la usajili mwezi Januari hapo. Wekundu wa Msimbazi Simba wako mafichoni kutafuta mwalimu wao mpya na kuboresha kikosi chao. Wasitafute mwalimu mpya. Wakitafuta mwalimu mpya watatukosea sana sisi watu wa Yanga, kwa sababu tunatamani huyu Matola aendelee, kwa sababu ni kocha ambaye sisi tunammudu. Ndio ukampigia simu ukamuita hata Movenpick, ukamuita wapi, ukala naye biliani, ukafanyaje? Sasa wakileta kocha mwingine watatuumiza sana sisi, watatuumiza kwa sababu katika wale ambao wanatusaidia sana anatusaidia. Mimi binafsi sitamani kumuona Matola akiondoka, kwa sababu kwa vyeti alivyokuwa navyo, uwezo aliokuwa nao, ni kocha mzuri sana. Anatufaa sana sisi. Sisi wana Yanga anatufaa sana akiwa pale kwenye benchi ile. Yes. Anatufaa mno. Matola mnamudu. Tunamudu na tunampenda. Yaani mimi binafsi mitano tena kwa Matola, mitano tena kwa Mangungu. Sababu Mangungu natumaini kwenye mwezi Januari kwenye wanapoenda kwenye uchaguzi atakwenda kugombea kwenye awamu ya 3. So kuna mipango ambayo ya ndani kabisa, hiyo ya ndani kabisa nakupa, ya kutaka kubadilisha katiba ili agombee tena. Ndio maana alimwambia jamaa alipomuuliza songa la mama, akamwambia tukutane kwenye uchaguzi. Yani Mangungu anamwambia tukutane kwenye uchaguzi. Kwa hiyo naamini kwenye hii awamu ya 3 Mangungu anakwenda kugombea tena. Na Mangungu ni mtu safi sana kwetu sisi, sababu ni mtu ambaye ametusaidia sana kwenye uongozi wake. Tumeweza kumpiga mara 6 mfululizo. Safi sana Mangungu, mitano tena. Shukrani sana. Asante.